pale na mwenzangu Benjamin Andanje kutoka Luya TV. Jina langu ni Robert Wanyonyi kutoka Tandao TV, na mgeni wetu basi najua kamera zimemchukua sasa, Prime Cabinet Secretary Mheshimiwa Wycliffe Musalia Mudavadi, na yeye vile vile ndiye anahusika na masuala ya inji za kigeni kutoka taifa la Kenya. Kwa hivyo anashikilia doketi kubwa sana, na tunamshukuru sana kwa kuweza kupata hadhi kila wakati, akisema kwamba akitaka kutoa hoja zake basi anatumia vituo vya nyumbani. Mheshimiwa Musalia Mudavadi, hongera kwa hilo. Asante sana. Na karibuni sana katika mahojiano haya yetu, manake mahojiano ya mwisho tulikuwa nawe ilikuwa tarehe 27 Novemba mwaka uliopita. Kwa hivyo ni muda mchache tu, lakini tumerejea tena kuongelea masuala mbalimbali. Kwa hivyo ningependa kwanza kukuuliza tu kabla ya kwenda kwa wenzangu, labda kutoka Novemba 27 hadi wakati huu tunapokutana tena, ni yapi ambayo yamejiri na ulichopigania ulifaulu ama ulitatizika? Asante sana. Kwanza wacha nichukue fursa hii kuwashukuru Wakenya, ndugu zangu, dada zangu, kwamba Mungu ametuweka na tumevuka vizuri. Na tulipozungumza mwaka jana tulikuwa tunakaribia by election ya Malava na tena by elections katika sehemu zingine za kitaifa, na tena tulikuwa tunakaribia mwisho wa mwaka. Kwa hivyo ningependa tu kuchukua fursa hii kusema kwamba nawatakia wenzangu heri njema katika mwaka huu wa 2026. Na sasa tumesalia na mwaka mmoja na nusu hivi tufike kwa uchaguzi wa mwaka wa 2027. Lakini kile tulikuwa tukizungumzia wakati ule ni mambo mengi kuhusu eneo letu la magharibi kwa kijumla na ya kitaifa. Na wakati ule tulikuwa tunaomba watu wa Malava kwamba kupitia kwa mapenzi yao watupatie ushindi kwa ndugu yetu Ndakwa, ambaye alikuwa sasa anagombea kiti cha ubunge ya by election baada ya Malulu Injendi kutuacha. Kwa hivyo nataka nichukue fursa hii kwanza kuwapongeza sana 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 wakaaji wa Malava kwa kitendo cha kiheshima. Walitusikiza na wakapeana kura kwa Ndakwa kupitia kwa tikiti ya UDA. Tena nitachukua fursa hii kuambia kwamba najua tunatarajia by election tena ya ile ward katika eneo ya Malava, ward ya Kabaras West, I think. Yes. Ambayo ilikuwa ikiwakilishwa na Ndakwa. Sasa kuna by election pia tunatarajia pale. Nataka niwaombe tena kwamba ule msimamo walikuwa nao mwezi wa Novemba kuhusu kiti cha ubunge, nataka niwaombe tena kwa unyenyekevu kwamba waonyeshe mwongozo tena kwa kiti cha MCA kwa kupeana tikiti kwa kijana wetu wa UDA ambaye amesimama pale. Naam, asante sana Mheshimiwa Musalia Mudavadi kwa kuweza kuitikia swala hilo la uchaguzi mdogo uliopita, na bila shaka hongera sana kwa kupiga kampeni safi ambayo ilihakikisha ushindi upande wako. Basi usanjari ule wa chama cha UDA katika kupenya eneo la magharibi, kinapenya ama bado? Napata kupeana mkono kwa mwenzangu Joe Hakonga Junior aanzishe ngarambe. Naam, asante, nashukuru sana mkuu wa mawaziri ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje ya taifa. Na mimi nitaanzia kidogo nyuma alivyosema mfawidhi mwelekezi kwamba unavaa kofia ambazo nitajika, kofia mbili kubwa. Katika kofia ya mkuu wa mawaziri, alafu kisha baadaye wadhifa ule wa waziri wa mambo ya kigeni. Na hapo ndipo nitakapoanzia kwa taadhima kuu kwamba katika utendakazi wako kwenye afisi hiyo, ni yapi yale ukiketi kama waziri Musalia Mudavadi unasema nimeafiki haya kwa taifa la Kenya na kwa mkazi kutoka eneo la magharibi?
Asante sana. Kwanza, unajua kuna mambo mengi kuhusu afisi ya Foreign Affairs ambayo ni lazima tutekeleze ndio umaarufu wa Kenya ujulikane. Wacha nianze tu na wiki hii ambayo tunamaliza. Tumekuwa na wageni kadhaa wa muhimu sana. Kwa mfano, tumekuwa na waziri wa mambo ya nchi za kigeni kutoka Ujerumani, na alipokuja hapa tulizungumza, na nataka nikumbushe Wakenya kwamba tuliweka mkataba na Ujerumani kuhusu bilateral labor agreement, ili Wakenya ambao wanataka kufanya kazi kule Ujerumani, sasa kuna njia mwafaka ambayo tunaweza tumia wakienda kule, welfare yao inachungwa vizuri na wanajulikana vizuri. Hilo ni jambo moja. Jambo la pili, pia tumekuwa na mgeni kutoka Amerikani, Deputy Secretary of State, wanamuita Christopher Landau. Nadhani leo anamaliza ziara yake na ataondoka kesho ili aende katika sehemu zingine. Yeye alipokuja hapa alikuja kwanza kushukuru vijana wetu ambao walikuwa wakileta mambo ya usalama kule Haiti. Kwa hivyo waziri ama Deputy Secretary of State kutoka kule Marekani kuja hapa kutoa shukrani kwa taifa la Kenya na kusema kwamba anaheshimu vile wa Kenya walifanya jukumu ambalo watu wengine walikuwa wameogopa kufanya na wakatekeleza vizuri, ni jambo la heshima sana kwa taifa letu la Kenya na kwa idara yetu ya polisi. Kwa sababu inaonyesha kwamba kwa mambo ya kuhakikisha kwamba tunakuwa watu wa peacekeeping efforts katika ulimwengu, sasa Kenya imekuwa commissions karibu 53 ulimwenguni. Ndio kwa sababu saa zingine unaona mtu ukienda unaona watu wameweka kwa maduka ati Kosovo nini. Hawa wengi walikuwa wakienda kufanya peacekeeping katika sehemu hizo, na sasa hawa walikuwa wameenda Haiti, akatoa heshima yao. Na isitoshe, kwa mambo ya kiuchumi, tunapanga vile tutasaidia mambo ya food security tukishirikiana na Waamerika, kwa sababu tunajua kwamba katika sehemu zingine hata sasa kuna ukame. Kwa hivyo lazima tuwe na mpango ya kusaidia arid and semi-arid areas. Hii ni mpangilio tunafanya na Waamerika. Na isitoshe, kupitia kwa hii njia ya kuhakikisha kwamba kuna uhusiano wema na mataifa mengine, serikali ya Amerika imethamini ujenzi wa runway mpya kule Manda ya 3.5 kilometers, ama airport mpya kule ya kimajeshi, Kenya Navy base kule Manda, na inagharimu wametoa karibu dola milioni 70 kusaidia mpango ule wa kuhakikisha kwamba usalama wetu na Amerika, facilities nzuri ambazo zinatumika kwa majeshi yetu, tukishirikiana na wenzetu kwa kuhakikisha kupigana na wale magaidi wa terrorists kama wa Al-Shabaab na wa Somalia. Tuna uwezo na umaarufu wa kuhakikisha tunalinda mpaka zetu. Kwa hivyo nimetoa tu mfano kidogo kuanzia sasa. Lakini nikisema ni toe orodha wote tutachukua muda mrefu. Lakini mnaweza tazama kwamba kwa sasa wawekezaji katika taifa letu wanaanza kuwa wengi. Hivi karibuni mwezi wa Mei tutakuwa na summit kubwa na France. Mara nyingi wamekuwa na kongamano hili katika mataifa ambayo yanazungumza Kifaransa. Lakini kwa mara ya kwanza kwa bara la Afrika wanahakikisha kwamba wanaleta kongamano hilo katika Kenya
ambalo litaleta President Macron kutoka Ufaransa na marais wengi sana kutoka bara la Afrika na kwengine, ili kuja kuzungumza kuhusu investment katika bara la Afrika na kwengine. La mwisho, kwa sababu sitaki kutaja zote, tumekuwa tukizungumza kwamba exporters wetu, wafanya biashara, ile AGOA, program ya AGOA ilikuwa imekatika, walikuwa wamekomesha, wamesimamisha. Baada ya sisi kuzungumza mara nyingi, Mheshimiwa Rais kuongoza ujumbe, tukiandamana naye, serikali ya Amerika na kupitia kwa Congress sasa wamerejesha AGOA kwa miaka mingine 3. Na hii ametetea sana kwa niaba ya Afrika. Kwa hivyo wale ambao wana export kule, na Kenya na Amerika kwa mfano, tunafanya biashara ya takriban milioni 800 za kidola, 800, karibu trilioni 1 inakaribia ya biashara. Kwa hivyo tuko sawa sana kwa mambo kama haya. AGOA ndio hiyo. Tumeanza negotiation ya bilateral trade agreements, tukizungumza mambo ya China kwa mfano. Uchina sasa wamekubali kwamba bidhaa ambazo zinatoka katika bara la Afrika, haswa zile za kilimo kwa mfano, kupitia kwa mpango wa FOCAC, yani mpango wa China na Afrika, sasa tutauza bidhaa zetu kule bila kutozwa ushuru na bila limit, yani quota free na duty free. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu, na ninaweza toa nyingi sana kwa upande wa Uingereza na kadhalika, lakini nimetoa tu mfano kuonyesha kwamba hii ni kazi ambayo tunasukuma. Ni maelezo mazuri Bwana Waziri. Kuna masuala ambayo mengine wizara yako kwamba inafanya, yule Mkenya wa kawaida, yule uko chini mashinani, yule mama Wanjiku, yule Nafula, yule Simiu, kwamba hajapata kufahamu. Kwanza kabisa niruhusu ni kushukuru wakati ambapo wizara yako iliweka mikakati na kumleta Mkenya mmoja kutoka miliki za Kiarabu ambaye alikuwa amebanwa na kesi, na kisha baadaye mkamnusuru kutoka kwa madila kule. Lakini pana baadhi ya Wakenya ambao wamejipata kule Urusi katika vita ambavyo vilishuhudiwa Urusi na Ukraine. Kuna kilio baadhi ya wakazi wa eneo la magharibi, kwa mfano kaunti ya Busia, kuna familia